Iran imeharibu maeneo 20 ya kijeshi ya Marekani tangu kuanza kwa vita hivyo. Picha na video za satellite zilizochambuliwa zinaonyesha na kudokeza kuwa mashambulizi hayo ni makubwa kuliko inavyokubaliwa hadharani. Naitwa Adam Hussein, karibu katika ripoti hii maalum kuangazia namna ambavyo kambi 20 za kijeshi za Marekani zilizoshambuliwa tangu kuanza kwa vita vya siku 40 kati ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Baada ya mashambulizi yaliyoanzwa na Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mnamo Februari 28 mwaka huu na kumuua kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei, lakini pia kuua watoto wengi zaidi nchini Iran pamoja na raia wengine wasiokuwa na hatia pamoja na viongozi wa kijeshi mbalimbali pamoja na viongozi wengine nchini humo, Iran ilijibu kwa kufanya mashambulizi makubwa mno katika maeneo mbalimbali katika nchi za Mashariki ya Kati, ikilenga maeneo yenye kambi za kijeshi za Marekani, lakini pia kushambulia zaidi nchini Israel. Iran hadi wakati huu imelenga vituo muhimu katika nchi 8 za Mashariki ya Kati tangu mwisho wa Februari na kusababisha uharibifu wa mamilioni ya dola kwa mifumo ya hali ya juu ya ulinzi wa anga, kujaza mafuta kwa ndege pamoja na rada. Tehran imelenga kambi zote za Marekani na kugawana vituo vya kijeshi ili kulipiza kisasi mashambulizi ya Marekani na Israel kote Iran na Lebanon katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita. Pentagon imesema imefikia zaidi ya shabaha 13,000 nchini Iran tangu kuanza kwa operesheni Epic Fury. Mujtaba Khamenei, kiongozi mkuu wa Iran, ametaka kuangazia mafanikio ya jeshi lake katika mashambulio ya vituo vya Marekani. Na taarifa yake ya Jumanne ya wiki iliyopita alidai kuwa Mashariki ya Kati haikuwa tena mahala salama kwa kambi za kijeshi za Marekani. Wakati ikulu ya White House ikidai mara kwa mara kwamba jeshi la Iran limekaribia kuangamizwa, wachambuzi wa mambo walisema kwamba uharibifu unaoonekana katika vituo vya Marekani unaonyesha kuwa mashambulizi ya kukabiliana na Tehran yamekuwa sahihi zaidi na makubwa kuliko maafisa wa Marekani walivyokuwa wakikiri hapo awali. Na hii pia imethibitishwa na shirika la habari la BBC Verify, ambapo afisa wa ulinzi wa Marekani alikataa kutoa maoni yake kuhusu matokeo hayo yaliyotolewa na shirika la habari la BBC Verify, akitaja sababu za kiusalama. Marekani imetaka kupunguza uchambuzi wa satellite wa mzozo huo kwa kuomba watoaji wa huduma hii kuweka kizuizi kisichojulikana kwa picha mpya za Iran na sehemu kubwa ya Mashariki ya Kati. Kampuni hiyo ilihalalisha hatua hiyo, ilisema kwamba ilitaka kuhakikisha kuwa picha zake hazitumwi na wahusika wapinzani kuwalenga wanajeshi, washirika wa NATO na raia. Kiongozi muadham wa Iran Mujtaba Khamenei aliyepa kwamba mataifa na ardhi za eneo hazitatumika tena kama ngao kwa kambi za Marekani na kuongeza, Marekani haitakuwa tena na sehemu salama katika eneo kwa ajili ya maovu na uanzishwaji wa vituo vya kijeshi, na siku baada ya siku wataondoka wenyewe. Maoni yake yalikuja siku chache kabla ya kusitishwa kwa mapigano kati ya Marekani na Iran na mvutano ambao umekuwa ukiendelea. Siku ya Alhamisi, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran limesema lililenga kambi ya Marekani katika eneo hilo baada ya mashambulizi mapya ya Marekani kusini mwa Iran. Wachambuzi wa mambo wanaonya kwamba iwapo mapigano yatarudi upya, uharibifu uliopo kwenye kambi za Marekani unaonyesha kuwa vifaa vyake katika Ghuba vinaweza kuwa hatarini kwa sababu kambi karibia zote zimeharibiwa. Mgogoro wa sasa umetumia hifadhi ya ulinzi wa anga wa Marekani na washirika wake kwa kiwango kikubwa. Hakuna njia ya haraka ya kuweka tena vifaa vilivyoharibiwa, ikimaanisha kuwa shambulizi lolote jipya la Iran litakuwa na madhara makubwa zaidi ya ilivyokuwa wakati wa kwanza kwa mapigano hayo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni ripoti yetu maalum ambayo pia imethibitishwa kupitia BBC Verify baada ya picha na video za satellite zilizochambuliwa kuonyesha kwamba mashambulizi ya Iran katika eneo zima la Mashariki ya Kati, hasa maeneo yaliyokuwa na kambi za kijeshi za Marekani, ni kwamba kambi hizo zimeshambuliwa zote, na inadaiwa kwamba kambi karibia 20 za Marekani zimeshambuliwa vibaya mno, na kwamba vita vikizuka hakuna namna Marekani inaweza ikapigania tena katika maeneo hayo isipokuwa tu labda itumie ardhi katika maeneo mengine ya nchi washirika wake wa Mashariki ya Kati. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.